hii ni Hello Weekend, na pengine mtandao ukikaa vyema tutaungana na Dr. Majala Jafari Majala. Huyu ni daktari bingwa wa macho J Smart Vision hapa jijini Dar es Salaam. Dokta, unatusikia? Nasikia. Habari za asubuhi studio. Habari za asubuhi ni salama dokta, na kwanza tuanze, miwani bora ama salama ina sifa gani? Asante sana. Macho ni dirisha la maisha yetu, kuyatunza ni jukumu letu sote. Asante sana ndugu mtangazaji. Miwani ni kisaidizi cha uoni. Miwani ni kifaa cha kukinga macho yasipate changamoto mbalimbali ambazo zinaweza zikasababishwa na vitu mbalimbali ambavyo vipo katika mazingira yetu ya kila siku. Hivyo basi, miwani zinavaliwa kwa sababu. Kuna sababu kubwa 4 za uvaaji wa miwani. Sababu ya kwanza ni kuna watu wanavaa miwani ili waone mbali vizuri, na vile vile kuna watu wanavaa miwani ili waweze kuona karibu vizuri. Hizo zinaitwa prescription glasses, miwani za matibabu. Lakini kuna kundi la grupu la pili la wavaaji wa miwani, ni wavaaji wa miwani ambazo ni miwani kwa ajili ya kusomea. Kuna mtu ambaye hasomi isipokuwa mpaka apate miwani. Na grupu la tatu ni grupu la wavaaji wa miwani ambao ni miwani za urembo. Na la mwisho kabisa ni uvaaji wa miwani kwa ajili ya kulinda macho yetu kutokana na mazingira ya kazi hatarishi. Hayo ndiyo magrupu 4 ya uvaaji wa miwani. Ndio. Na kwa upande wa uvaaji miwani pengine kwa ajili ya matibabu, hali ikoje? Kwa sababu kipindi cha nyuma hatukuwa tunashuhudia watu wengi wakivaa miwani, na ilikuwa nadra au kushuhudia mtu ambaye labda kasoma sana ndo anavaa miwani, lakini mara hii hata unaweza ukashuhudia watoto wadogo tu wamevaa miwani. Kipi ni kipi hapo dokta? Asante sana. Uvaaji wa miwani, changamoto zinatokea kwamba mtu anakuwa haoni mbali vizuri. Hilo ndilo linakuwa tatizo la msingi mwanzoni, au haoni karibu vizuri. Utajuaje sasa kama huyu mtu haoni mbali vizuri au haoni karibu vizuri? Lazima huyu mtu apatiwe vipimo kutoka kwa wataalamu wa macho ambavyo vitatuonyesha mtu huyu haoni vizuri kwa sababu jicho lake ni refu kuliko kawaida, au jicho lake ni fupi kuliko kawaida. Na mtu huyu anapatiwa miwani ambayo itarekebisha ule mwanga ambao unatakiwa utue nyuma ya jicho kulingana na power za macho yake. Na kila jicho huenda ikawa na power 2 tofauti. Kila jicho linaweza likawa na power yake. Sasa kuna wale wasioona mbali vizuri na wasioona karibu vizuri. Akichunguzwa kwa wataalamu wa macho, mtu huyu anatakiwa avae miwani. Kwa nini zamani walikuwa wanaonekana wachache wasomi na siku hizi wamekuwa wengi? Utoaji wa huduma za macho na huduma za afya kwa ujumla nchini na duniani umeongezeka kwa kiwango kikubwa sana. Zamani ukiangalia utoaji wa huduma za macho, kulikuwa kuna hospitali chache ambazo zinajulikana kwamba ukiwa na shida ya macho uende hospitali fulani iko Moshi, uende sehemu fulani iko Dodoma, uende hospitali fulani iko Dar es Salaam. Lakini sasa hivi utoaji wa huduma za macho umesambaa nchi nzima, na wataalamu wa macho wanamaliza shule kila siku, na siku hizi ni rahisi zaidi. Pia kuna hospitali binafsi zinafunguliwa ambazo wataalamu hao wanakuwa na vifaa sahihi vya kupima changamoto mbalimbali za macho, ambapo mwisho wa siku mtu atapatiwa matibabu yake kulingana na mahitaji ya macho yake. Hivyo basi, kwa uoni ni rahisi zaidi mtu kujijua kwamba sioni mbali, kwa sababu ukishawekewa zile lenzi
utaambiwa usome zile herufi pale mbele. Mwanzoni utakuwa usome, atakuwekea lenzi, mwisho wa siku utafikia hatua utakuwa unasoma zote kwa vizuri kabisa, zinaonekana zote vizuri, na hicho ndicho kipimo chako ambacho wewe unatakiwa uvae. So daktari atakuandikia pale hiyo prescription yako, iko kipimo chako, ambapo sasa utaenda utachagua frame, utawekewa lenzi kulingana na kile kipimo chako. Ndio. Na dokta, kwa wale ambao wanachagua miwani ya urembo kama ambavyo umeeleza hapo, sababu nne za kuvaa miwani, wanapaswa kuzingatia nini? Kwa sababu kuna mtu anaona wewe hii miwani ni ya bei rahisi, kwa hiyo ni rahisi sana hata, au mtu anapita tu labda sokoni anaona miwani anapenda, anapaswa kuzingatia nini? Dr. Majala, kama unatusikia ama mtandao tayari nao umevaa miwani? Dokta, unatusikia? Nakusikia. Ndio, nauliza kwa wale ambao wanavaa miwani ya urembo wanapaswa kuzingatia nini hasa wanapokuwa wananunua hiyo miwani kwa ajili ya kuitumia? Asante. Miwani kama nilivyosema ziko za matumizi tofauti tofauti. Wale wavaaji wa miwani za urembo wanatakiwa wazingatie yafuatayo. Miwani ni kifaa tiba, lakini pia miwani inatumika kama urembo. Miwani inayotumika kama urembo inatakiwa isiwe miwani ambayo ina power zozote, kwa sababu miwani hii unayoiona mtu kaivaa leo ambayo anaweza akawa anatumia kama kifaa tiba ambazo anakuwa haoni mbali vizuri. Kwa wenzetu Ulaya kuna siku wanazikusanya miwani zao, nguo zao, wanaenda kuzitoa kama charity. Sasa usije ukapewa miwani ambayo imetolewa charity na huyo mtu alikuwa haoni mbali vizuri, na kwa sababu ina muonekano mzuri, na siku hizi kwa teknolojia ni kwamba miwani yangu ambayo mimi sioni mbali vizuri naweza nikaifanyia tint ikawa ina filter nzuri ambayo inabadilika rangi juani. Miwani hiyo inaonekana na muonekano mzuri, kumbe ile lenzi ilikuwa ni ya mtu ambaye haoni mbali vizuri. Ya kuzingatia kabla hujaivaa hiyo miwani ya urembo ambayo wewe unadhani ni ya urembo, lazima ujue hiyo miwani imetoka wapi, ina power, haina power, ilifikaje nchini, na lazima pia ujue kama unaivaa miwani kwa ajili ya kuzuia mwanga mkali, lazima ujue hiyo miwani inazuia miale ya UV radiation kwa asilimia ngapi. Kwa mfano, kwa watu tunaofanya kazi juani kwa muda mrefu, tunatakiwa tuvae miwani sunglasses, ambazo ile sunglasses yako lazima iwe na UV protection 100% au 400. Sasa huyo mvaaji wa miwani ya urembo azingatie miwani yake inatoka wapi na chanzo chake hapa nchini yeye alipata pataje. Miwani anajuaje hapo? Sasa mtu kaiona mtaani anajuaje hii na hivyo vigezo vyote, au anapaswa kuileta sasa kwa madaktari ninyi kuja kuikagua? Hapo ndipo umuhimu wa madaktari wa macho unaingia kati, kwa sababu ni rahisi, utaona watu mtaani wanatembeza miwani bei rahisi, lakini usije kanunua miwani ambayo ilikuwa ni kwa ajili ya matibabu ya mtu mwingine huko nje, na akaitunza vizuri, ikaja hapa ikafikishwa, kwa sababu miwani zinakuja kwenye makontena kwa malengo ya kutoa misaada. Kweli kuna miwani ambazo hizo miwani zinatakiwa zipimwe, ziandikwe pawa zake. Kweli kuna watu hawawezi kumudu miwani, gharama za miwani, na wapo watu ambao wanapewa hizo miwani zilizotumika kulingana na pawa zao zinaendana na za yule aliyeivaa mwaka. Miwani za urembo zitumike, lakini ni vyema ukaenda kuipima hiyo miwani yako ya urembo. Pita pale kwa daktari wa macho, muombe akupimie hiyo miwani yako ya urembo. Usije ukawa unavaa miwani sio sahihi kwako. Asante sana Dr. Majala kwa elimu yako uliotupa kwa siku ya leo, tunashukuru sana. Asante. Huyo ni Dr. Majala Jafari Majala, kama ambavyo tumezungumza naye akitokea Majay Smart Vision hapa Dar es Salaam. Ni daktari bingwa wa macho. Kwa hiyo unaponunua miwani ya urembo, basi fika kwa daktari ambaye ni wa macho aweze kuhakiki ili uwe salama pamoja na kifaa chako hicho.